uwepo wako. Asante kwa nguvu zako ambazo umeachilia asubuhi hii ya leo. Tunasema ni asante kwa mamlaka ambayo umeachilia kwa ajili ya kuwasaidia watoto wako leo. Na tunapoingia katika neno lako Bwana, ninaomba ukatusaidie, ninaomba ukatufundishe, ninaomba ukatuongoze. Asante kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa sababu Bwana ni wewe unayetupatia amani. That we'll find peace in the midst of all the storms. For you are the Lord over every storm of life. We worship you and we bless your holy name. Because you are the great God. You are the awesome God. Teach us to find peace in the midst of all troubles and challenges. We bless you and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Praise makofi. Tunawakaribisha nyote mnaotujoin through social media in our Facebook page. Karibuni sana katika ibada hii, ni live. Iko Abundant Life Center, Taveta, California, Kenya. Na tunakuja live na neno la Bwana asubuhi hii ya leo. Na tunaamini ya kwamba Mungu atakufundisha, Mungu atakupatia nguvu katika neno hili la siku ya leo. Tunaongea about finding peace in the midst of the storms of life. Jina langu mchungaji Samura Kitengi. Finding peace in the midst of the storms of life. Katika wiki mbili tumekuwa tukijifundisha kuhusu dhoruba ama tufani za kimaisha, ambazo tulisema ya kwamba haijalishi wewe ni nani, haijalishi kabila lako, haijalishi unatokezea wapi, lakini sote kwa wakati mmoja ama mwingine tutakumbana na tufani ama dhoruba za kimaisha. Lakini nataka nikutie moyo, nikwambie hivi: wakati dhoruba inapokuja katika maisha yako, haijakuwa kusudiwa kuja kukumaliza, lakini badala yake itakudhihirishia Mungu maishani mwako. Na unapomwamini Mungu, basi Mungu atakusaidia. Baada ya dhoruba ile ama tufani, utakuta kwamba umepewa nguvu mpya na unasikia kusonga mbele. Kwa hiyo tunaendelea na part 3 ya ujumbe huu about the storms of life, lakini haswa tunaongea sasa jinsi ya kupata amani. Ni nini ambacho kitakusaidia kupata amani katikati ya dhoruba na katikati ya mawimbi ya maisha? Na usisahau kwamba somo letu katika msingi wake ni ule mlango wa 8 wa Mathayo kuanzia mstari wa 24 hapo. Wakati Yesu amewaambia wanafunzi wake wakavuke wakaende ng'ambo nyingine, akawaambia na tuvuke twende ng'ambo nyingine. Walipovuka kuelekea ng'ambo nyingine, wakakutana na dhoruba, upepo na mawimbi katikati ya bahari. Na Biblia inasema ya kwamba maji yakaanza kuingia kwenye chombo, kikaanza kujaa maji, na wakang'ang'ana. Walipoona wameshindwa, Biblia inasema ya kwamba Yesu alikuwa chomboni, lakini alikuwa amelala. Wakamwamsha Yesu na kumwambia, Yesu, don't you care? Huoni kwamba tunakufa? Hujali? Na Yesu alipoamka akawaambia, imani yenu iko wapi? Na tunaona jambo ambalo Yesu alifanya ni kwamba aliinua mkono wake akakemea upepo na mawimbi, na kukawa shwari na kukatulia, na Mungu akawasaidia, basi wakafika ng'ambo nyingine. Kwa hivyo hilo ndio somo letu ambalo la msingi, ambalo ndio tunapata mambo mengi, mafundisho yote yanatoka katika hiyo story. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoongea kuhusu amani, ukiangalia dictionary, amani inasemekana ni to become or not to speak. Wakati unapokuwa umenyamaza ama wakati ule umekuwa umetulia, hilo neno linamaanisha amani. Kwa hivyo kulingana na dictionary ya Kiingereza, amani ni utulivu, amani ni kunyamaza. Na pia wanasema kwamba amani ni ile hali ya kutokuweko na shida, ile hali ya kutokuwepo na usumbufu, ile hali ya kutokuwepo na vita. Sasa naanzia hapo kwa sababu tunapoongea swala la amani katika kimungu, inaenda zaidi ya kile ambacho maumbile ama katika wanadamu tunaweza kuelewa amani. Maana kwa mwanadamu, wakati hakuna vita, basi kuna amani. Wakati uko na pesa zote, uko na amani. Lakini utashuhudia ukweli ni huu: mara nyingi unapokuta unapungukiwa na vitu fulani katika maisha yako, utajikuta pia amani inaondoka.
Hasa amani ambayo dictionary inaelezea ni imani ya kidunia, maana pia kuna viegezo ambavyo vinaashiria amani ya kibinadamu, ya kidunia. Lakini amani ambayo naongea leo, nataka unielewe, I'm speaking about the divine peace. Naongea kuhusu amani itokayo kwa Mungu. Naongea kuhusu amani itokayo kwa Mungu. Wakati unapojikuta uko kwa mawimbi, kwa dhoruba na tufani za maisha, unachohitaji si amani ya kiduniani, unachohitaji ni amani ya Mungu. It is the peace of God that will preserve you in the midst of your storm. Ni amani itokayo kwa Mungu ambayo itakuhifadhi katikati ya dhoruba na mawimbi ya maisha. Kwa hivyo unahitaji amani ya Mungu. Sasa tunapoongea kuhusu amani ya Mungu, nataka kuanza na kusema hivi, ya kwamba tunapoelezea amani ya Mungu, peace is not the absence of storms. Unanielewa? Maana tunatarajia kwamba kukiwa hakuna tufani, kukiwa hakuna dhoruba, kukiwa hakuna changamoto na matatizo, basi tuna amani. Lakini tunapoongea kuhusu amani ya Mungu, it is not the absence of the storm. Tunapoongea kuhusu amani ya Mungu, haimaanishi hauna tufani, haimaanishi ya kwamba huna changamoto, haimaanishi ya kwamba huna shida. Lakini inayomaanisha ni hivi: peace is not the absence of a storm, but resting in the middle of the storm. Kwamba tunapoongea kuhusu amani ya Mungu, si kutokuwepo kwa shida ama kutokuwepo kwa dhoruba, lakini ni kuwa na pumziko katikati ya dhoruba yako, ni kuwa na pumziko katikati ya changamoto yako, ni kuwa na pumziko katikati ya ugonjwa wako, ni kuwa na pumziko katikati ya shida yako. So inawezekana ukawa unapitia changamoto na dhoruba katika maisha, lakini ndani yako una pumziko. Na hichi ndicho kilichofanyika kwa maisha ya Yesu. Walikuwa katika dhoruba, walikuwa katika tufani moja, lakini wanafunzi wa Yesu wakawa wana mahangaiko ya kujaribu kujiokoa maisha yao. Lakini tunamwona Yesu akiwa amelala. Yesu amepumzika. Because when you sleep, the aim of sleeping is to get rest. Wakati wowote unapolala, unachotafuta mama ni kupumzika. Kweli ama uongo? Maana umechoka na unahitaji kupumzika, ndiposa unalala. Kwa hivyo Yesu akadhihirisha kitu. Maana alikuwa ana amani ya Mungu, aliweza kulala katikati ya dhoruba, aliweza kupumzika katikati ya shida. Nataka nikwambie hivi, Mungu anatamani, kando na changamoto ulizo nazo, kando na dhoruba za maisha unazopitia, anatamani ya kwamba unapopitia katika changamoto hizo, ndani yako uwe na pumziko, ndani yako upate kutulia. Bwana Yesu asifiwe. So amani ya Mungu ni kupumzika katikati ya changamoto na shida ulizo nazo. Peace is not the absence of war or trouble, but it is the presence of the preserving God. Amani si kutokuwepo na vita, si kutokuwepo na migogoro. Kumaanisha unaweza kuwa katikati ya migogoro, lakini ndani yako hakuna migogoro. So wakati unapoangalia amani in terms of war, kama kuwa hakuna vita, huwezi kupata definition nzuri ya amani. Kwa hivyo inawezekana ukawa vitani na ndani ya moyo wako uko na amani. Kwa hivyo kutokuwa na vita, kutokuwa na upinzani, watu kwa sababu hawakuinuki, haimaanishi uko na amani. Watu wanaweza wakawa kinyume chako,
Ulimwengu wa giza unaweza kuwa kinyume chako, kuzimu inaweza kuwa kinyume chako, lakini ndani ya moyo wako una amani. Kwa sababu gani? Kwa sababu kinacholeta amani moyoni mwako ni uwepo wa Mungu anayehifadhi. Wanafunzi wa Yesu kando na dhoruba walipitia, lakini ndani ya chombo walikuwa wamebeba Yesu ambaye alikuwa ni Mungu na alikuwa na uwezo wa kuwahifadhi. Sasa amani inakujaje? Amani inakuja kwa kutambua ya kwamba siko peke yangu, niko na Mungu ambaye anahifadhi. Hata kama inaonekana kama naharibiwa, lakini Mungu hata ruhusu niharibikiwe. Mungu hata ruhusu nichanganyikiwe. Mungu hata ruhusu nikate tamaa, maana atanihifadhi katikati ya dhoruba yangu. And that is peace. Hiyo ndio amani. Vita viko, shida unapitia, lakini unajua Mungu atakuhifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio amani. That is how I define peace. Kwa hivyo amani si kukosa vita. Amani si kila mtu kukupenda. Amani si kila mtu kukupigia makofi na kukusupport. Usiangalie hiyo kama amani. Watu wanaweza kuwa wote wamekugeukia, lakini ndani yako una amani ya Mungu. Maana hii amani haitegemei mwanadamu. Hakuna mwanadamu anakupa amani hii. Maana mwanadamu atakupa amani ya kukupimia. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu cha Yohana mlango wa 16 mstari wa 33. Yohana mtakatifu mlango wa 16 mstari ule wa 33. John chapter 16 and verse 33. Huyu ni Yesu anayeongea na wanafunzi wake katika yale masaa ambayo alikuwa yuko karibu kuondoka. Anasema hivi katika mstari wa 33. Haya nimewaandikieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnao dhiki, lakini jipeni moyo, maana nimeshinda ulimwengu. Kwa hiyo Yesu anaanza na fakti hii ya kwamba ulimwengu uko na changamoto. Ulimwengu uko na shida. Ulimwengu uko na dhiki. Yesu anaelewa ya kwamba ulimwengu uko na dhiki. Kwa hivyo hakwepi wala hajifanyi. Anasema katika ulimwengu huu kuna dhiki. Kwa hivyo usiwe na kushangaa wakati unapoona mambo yanakuwa magumu katika ulimwengu huu. Yesu ingawaje ni Mungu, lakini anakubali ya kwamba kuna shida, kuna mateso katika ulimwengu ambao tunaishi, maana si ulimwengu uliokamilika. Alafu anasema hivi ya kwamba maneno haya nimewaambia ili amani yenu iwe ndani yangu. Maana alielewa ya kwamba usumbufu wa ulimwengu huu, dhoruba, tufani za maisha na mawimbi yanaweza kukukosesha amani. Wengi wetu tumepoteza amani kwa sababu ya mambo ambayo si mazuri ambayo tumepitia. Tumepitia vipindi vigumu. Tumepitia mapito mengi katika maisha yetu, na yametufanya tupungukiwe na amani ndani yetu. Hasa Yesu anatambua ya kwamba we cannot find peace in things. Hatuwezi kupata amani kutokana na vitu. Yesu anatambua ya kwamba hatuwezi kupata amani kutokana na watu. Ndiposa anasema maneno haya nimewaambia ili amani yenu iwe ndani yangu. Kwa maneno mengine, Yesu anatamani hivi, kando na mapito unayopitia
ni kwamba amani yetu itokane na yeye Yesu. Amani yetu itokane na Mungu mwenyewe. Tusitafute amani kwa vitu ama kwa watu, maana amani itakatika. Lakini amani inayotoka ndani ya Mungu ni amani isiyoisha. Hata kama tufani yako inaendelea, lakini amani itaendelea. Maana amani ya Mungu haitegemei mazingira yako, haitegemei yale unayopitia, haitegemei umekataliwa ama la, haitegemei una pesa ama hauna. Sikiza, the peace of God is independent of every situation and every circumstance in your life. Amani ya Mungu haitegemei mazingira ama hali unayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Maana hali mama zinaweza zisiwe nzuri, hali zinaweza zisiwepo kama jinsi ambavyo umekuwa ukitarajia. Maana hukudhania ama kutarajia mambo yatakuwa hivyo. Sasa Mungu anatamani ya kwamba we should not draw our peace from things. Tusipate amani zetu kutokana na vitu. Tusipate amani zetu kutokana na watu. Anasema maneno haya nimewaandikieni ninyi ili amani yenu ipatikane ndani yangu. Sikiza, true peace can only be found in Christ Jesus. Amani ya kweli inaweza kupatikana katika Kristo Yesu. Ninaposema amani ya kweli, kumaanisha kuna amani ambayo ni ya uongo, kuna amani ambazo haziendelei, lakini amani ya kweli ya Mungu inapatikana katika Yesu. So hatuwezi kuongea kuhusu amani katika maisha ikiwa tutamweka Yesu mbali na sisi. Niposa anasema maneno haya nimewaambia ili amani yenu ipatikane ndani yangu. Kumaanisha nje ya Yesu hakuna amani. Nje ya Yesu hakuna amani. Na kama kuna amani unayopata, ni amani ya muda mfupi, ni amani isiyodumu, ni amani ambayo inapita. Lakini amani itakayodumu milele na milele inatokana kwa Yesu. Maana anasema maneno haya nimewaambia ili mpate amani ndani yangu. Kwa hivyo mama, unapokosa amani kwa mume wako, kwa watoto wako, kwa hali na mali, kwa biashara na vitu unavyoamini, when you lack peace, you can find peace in Christ Jesus. Unaweza kupata amani katika Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kupata amani mama katika Yesu. He is the true peace. In fact, Biblia inasema he is the Prince of Peace. Yeye ni mfalme wa amani. Unahitaji amani ndugu yangu. Sikiza, hakuna amani pasipo Yesu. Amani ya kweli, amani itakayodumu ni amani katika Yesu. Anasema ulimwenguni kuna dhiki, ulimwengu una matatizo, lakini nimewaambia maneno haya ili amani yenu iwe ndani yangu. Alafu anawaambia hivi, dunia hii ina mateso, lakini anasema mjipe moyo, maana nimeshinda ulimwengu. Hata kama ulimwengu uko kinyume nani, hata kama hali zimeinuka kinyume na ninyi, anasema jipeni moyo, maana nimeshinda ulimwengu. Nataka nikwambie, Jesus has overcome, and because he has overcome, your storm will not destroy you, your storm will not finish you, because Jesus has overcome. Yesu ameshinda mama. Hata kama unapitia dhoruba, nataka nikutie moyo. Kuna mmoja ambaye alishinda dhoruba za maisha. Kuna mmoja ambaye ni Bwana wa zaidi ya madhoruba, naye ni Yesu. Amesema jipeni moyo, maana mimi nimeshinda. Ndiposa nawaambia amani yenu iwe kwangu, maana mimi nimeshinda. Na kama nimeshinda, ukiniamini, amani yangu ikiwa kwako, hata wewe utashinda. Nataka niwatie moyo leo, unaweza kushinda. Mgeukie mwenzako, mwambie unaweza kushinda. Katika dhoruba yako, jipe
Sema jipe moyo. Mwambie usikate tamaa. Yesu ameshinda. Sema Yesu ameshinda. Sikiza, tukisoma kitabu cha Yohana mlango wa 14 mstari wa 27. John chapter 14 verse 27. Yohana 14 mstari wa 27. Anasema hivi. Huyu ni Yesu. Anasema amani, my God, na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Sijui kama umenisikia. Amani na waachieni. Sikiza, Yesu asingeambia wanafunzi wake ya kwamba amani anawaachia kama wasingehitaji amani. Meaning Jesus knew that his disciple needed peace. Yesu alielewa wanafunzi wake walihitaji amani. Nataka nikwambie, Mungu anajua mama unahitaji amani. Mungu anajua kijana unahitaji amani. Mungu anajua baba unahitaji amani. Ndipo Yesu anasema, my God, amani na wachieni. My God, walikuwa hata wajamuomba amani hiyo, lakini Yesu akajua hawa watu ninawaacha, lakini wanahitaji amani. Na kuombea leo, katikati ya yale unapitia, upate amani. Mungu akuachie amani itokayo kwake, si amani ya wanadamu, si amani ya kutokana na watu, si amani ya kutokana na vitu, amani itokayo kwa Mungu. I call it supernatural peace. My God, supernatural peace. Amani sio ya kawaida. Sema supernatural peace. The peace that is beyond the natural. Wakati hauna sababu yoyote ya kucheka, unabakia ukicheka. Wakati una sababu ya kusifu, unapatikana ukisifu. Kwa sababu gani? Unajua amani yako inatokana na Mungu. Haujaegeza amani yako whether una pesa ama hauna pesa. Yumbosa watu wanaweza kukumistake, wakaona kwamba una pesa nyingi, unakaa kama hauna shida. Hawajui ulala njaa, hawajui unadaiwa renti, hawajui unadaiwa karo. Lakini kinachokuweka na kukuhifadhi mama ni kuwa na amani ya Mungu, ni kuwa na uhakika ya kwamba Mungu anakupenda. Sikiza, the peace of God is being aware and knowing what God says about your situation. Ni kujua na kuwa na uhakika ya kile Mungu anachosema kuhusu hali yako mama. Ni kweli unapitia, lakini Mungu anasema nini katika hali yako? Unapojua hicho, unapokuwa na uhakika ya kile Mungu alichosema, haijalishi dhoruba inasema nini, utasema nitaamini kile Bwana anasema. I will believe the report of the Lord. Sitasikia ripoti ya majirani, sitasikia ripoti ya watu, nitasikiza ripoti ya Bwana. What gives you peace, my dear? Kinachokupatia amani mamangu ni kujua kile Mungu anachosema kuhusu hali yako. Pengine umekata tamaa haraka, ni kwa sababu hujui Mungu anasema nini kuhusu hali yako. But ukijua hiyo hali, kama jinsi amesema katika Isaia ya kwamba unapopita kwa maji mengi hautamalizwa na maji hayo. Wakati utakapopitia kwenye moto hautachomeka, maana mimi niko na wewe. Mara nyingi tunapitia vitu tunaona tuko wenyewe. Naomba Mungu akupe ufunuo ya kwamba dhoruba unayopitia hauko peke yako.
Remember, wanafunzi wa Yesu wanapitia mapito, na wakati Yesu yuko chomboni nikakwambia, kupitia mapito haimaanishi Mungu amekuacha, haimaanishi Mungu hakupendi, haimaanishi kwamba huko katika mapenzi ya Mungu. Wanafunzi walikuwa kwa mapenzi ya Mungu, walikuwa kwa damu kwa sababu wamemtii Yesu. Inawezekana mama, yale unayopitia leo magumu ni kwa sababu ya kumfuata Yesu, ni kwa sababu umeamua kumpenda, ni sababu umeamua kumwabudu, ni kwa sababu umeamua kumtumikia. And that's why you are suffering. Don't give up. Usivunjike moyo. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi Mungu hayuko na wewe. Nataka kuambia hivi, even when Jesus has spoken something concerning your life, the enemy will still challenge his word to your life. Yesu amesema wavuke ngambo nyingine, lakini adui anainuka na kupinga neno Yesu alilosema. Unajua kwa nini unapigwa mama, kijana? It is because of what God has said concerning your destiny. Haupigwi bure mama, unapigwa kwa sababu ya kile Mungu alichotamka kwa ajili ya hatima yako. The warfare you have, it is because of what you carry. Nawaambiana, what you carry will determine your battles. Ulichobeba, your assignment will determine your battles. Mwito wako, misheni Mungu aliyokupa, itaamua vita unavyokumbana navyo. The devil doesn't fight somebody for nothing. Shetani hapotezi muda kupigana na mtu ambaye haendi mahali. Nilikwambia last time, mawimbi yalianza wakati walikuwa katikati ya safari. Na mara nyingi wakati umeamua kutembea na Mungu, wakati umeamua kumtumikia Mungu na kujitoa, huo ndio wakati mambo yanaanza kuharibika. Huo ndio wakati ndoa yako inakaa kama kusambaratika. Huo ndio wakati inakaa watoto wako wanakugeuka. Wakati umeamua kujitoa kwa Mungu, ndio mambo yanakaa kuharibika mpaka unashindwa, Mungu umeniacha. Kwani ni dhambi gani ambayo nimefanya? Si mara yote ni dhambi. Everything you are passing through, God has a reason why. Sikiza. Most of us, we don't see the big picture. We only see a piece of the picture. Sikiza. Picha uende kama ni nzuri, huwa nzuri limechorwa. Lakini kama ni glasi ya kioo iliyochorwa, inapovunjika pieces ndogo ndogo, ukichukua kapisi ka ile glasi, unaweza usipate maana. Inakaa kutishia, haikupi ile picha ya lile ua. But I want to say this, God sees your life in the context of all the picture, of all the pieces of your life. Anakuona kutokana na kila kipisi cha glasi katika maisha yako. Mungu akusamehe na akusaidie, maana umekuwa ukiona vipisi vitatu ulivyo navyo. But I'm here to say this, that those three pieces, vipisi vitatu vayano umepitia katika maisha, ni sehemu ya picha kubwa Mungu aliyokuwekea. My God, ni sehemu ya picha kubwa ambayo Mungu amekuwekea. Ni wewe msubirie Mungu kwamba Mungu aunganishe vipisi vyako. Najua mama umekusanya vipisi vingi na havikupatii maana yoyote, lakini vitakapokamilika na Yesu kuviunganisha, he will solve your puzzle. Maana kila pisi inaingiana bahala yake. Nataka nikwambie, kile unachopitia ni kipisi. Ungeukia mwenzako mwambie ni kipisi. Kipisi. Na nikupe siri. Don't throw away those pieces. They're important. Usitupe kipisi. Ungeukia mwambie hicho kipisi usikitupe, kiweke. Imagine
picha yote, vipisi vyote vikiwa viko na kipisi kimoja hakiko, unajua ile picha inaweza isitokeze. Bwana Yesu asifiwe. Yes, Biblia inasema hivi, he declares the end in the beginning. Mungu hutangaza mwisho wako pale mwanzo. Mungu angojee ufike mwisho ndio atangaza. Anatangaza hata kabla hujaanza. Nataka nikwambie future yako Mungu tayari alishatangaza, na shetani anajua unaenda, shetani anajua utatoboa, shetani anajua utainuka, shetani anajua unafanikiwa, ndiposa anakupinga. One of those ndio kuelewa hivi. Shetani anapojua mtu ni wa kufanikiwa, utakuta wewe unahangaika na madeni. Yaani anapinga lile neno Yesu alilosema kwamba nitakubariki, nitakufanikisha, nitakufanya kuwa milionea. And it comes to tell you wapi, ulisikia wapi, unadaiwa pesa, vikundi vitatu. Sijui kama unanielewa. Wewe unafuatiliziwa na madeni, ni kwamba wewe ni wa kufanikiwa wewe. He comes to oppose the word that God has spoken concerning you. So inawezekana Mungu amekupatia unabii. Umeambiwa you'll be so great. Utatumika. Utaimba mataifa, unashangaa. Unaimba nyimbo hazina upendo. Umetoa CD hata watu wa recognize. Shetani anakuonyesha hii ni ulisikiza vibaya. You know, unaweza pitia mambo katika maisha mpaka ukaanza kujiuliza, je, nimejiita mimi ama niliitwa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, amani nimewaachia. My God. Yesu asingewacha amani kama hatuhitaji. Kwa hiyo ukiwa kwa dhoruba, changamoto za maisha, kama kuna kitu unahitaji, afadhali ukose pesa lakini amani uwe nayo. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa hauna pesa lakini una kicheko. Inawezekana umekataliwa lakini una kicheko. Inawezekana unadaiwa lakini una kicheko. Maana amani ulionayo haitokani na wewe, inatokana na Jehova. Sikiza anasema nini? Anasema amani nawaachieni. Alafu sikiza, amani yangu nawapa. My God. Hii amani Yesu anawaachia, anawahakikishia, ni amani yangu nimewaachia. My God. Imagine Jesus the Son of God, mwana wa Mungu, ile amani Mungu alionayo ndio anayosema amani yangu nawaachia, nawapea. His peace. God, the God we fear, the God we worship, can afford to give us his peace. Mungu ambaye tunamwogopa anaweza kushuka na kusema amani yangu nawapeni. His peace. Ndiposa unapokuwa na amani hiyo, watu hawatakuelewa. Tunatarajia uchukulie lakini unacheka. Tunatarajia ulalamike lakini unasifu. You know, sometimes si kila wakati utakuwa na sababu ya kumsifu Bwana. Oh, nielewe. Kuna mara unaangalia hakuna kitu cha kusifu. Kuna mara unaangalia hakuna kitu cha kufurahia. Wengine wanafurahia, wanacheka. Unaona kwanza, unaanza kuona wanakucheka wewe. Maana uelewi, why are you laughing? I'm passing through things and yet you are telling me to laugh. Ndio maana hata ukichukuliwa photo sasa unakaa sura ya kazi. Unaambia smile. Piga picha tu. Piga picha. Because unaona hata nikicheka na ni uongo. Sasa na mimi mateso nicheke nini? Nimekuambia amani ya Mungu haitegemei mazingira yako. Amen. Amani ya Mungu haitegemei vile ulivyo, inategemea vile Mungu alivyo. Tarejelea tena. Amani ya Mungu haitegemei jinsi wewe ulivyo na yale unayopitia, inamtegemea yeye alivyo. He is the one who decides. He
is the one who makes the conclusion. Jesus is the one. Si wewe unayeamua, ni Yesu anayeamua. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani anayeamua? Ni nani anayeamua? It is Jesus who decides. Si wewe unayefanya nini? Unayeamua. Kwa hivyo usiruhusu hali zako zizuie Yesu kukusaidia. Yeye ndo anayeamua. He has got the final say. Sikiza, wakwenu waseme kila wanachosema, lakini mwishowe he is the one who decides. Watakusema mabaya, wakuwekelee yote, lakini yeye atasema, huyu ni mwanangu ninayependezwa naye, msikieni. Si Yesu ndo alisema, Mungu alishuhudia kuhusu Yesu akiwa ametoka kubatizwa. Kumaanisha alikuwa anajua kuna watu ambao hawamsikii, lakini akasema huyu ni wangu, na huyu nampenda, na huyu mtamsikia. Sikiza, it doesn't matter how much they have rejected you, very soon they'll be calling you. Wamekukataa, wamekuona mfupi, wakikaa katika bonde la uvuli, anasema nijapopita. Anajua tu anapitia mama. Hicho kipindi cha giza ni majira unapitia. Ukae hapo si kwenu. Mgeukie mwenzako mwambie hapo si kwenu. Mwambie ona ukivuka. Anasema amani nimewaachia, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo ulimwengu utoavyo. Kumaanisha kwamba pia ulimwengu unaweza kukupa amani, lakini ni amani feki, amani isiyodumu. Lakini anasema jinsi ninatoa hii yangu, hii ndio yenyewe, hii ndio ngoma nzito. Anasema jinsi ninavyopeana sivyo ulimwengu vile unavyopeana. Bwana Yesu asifiwe. Si jinsi ninavyopeana. Anasema amani yangu nimewapa, niwapavyo mimi si vile ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Anawaambia msifadhaike wala msiwe na uoga. Kumaanisha wakati umekosa amani, unaweza ukakosa ule ujasiri. Anasema msifadhaike wala msiogope. Unajua nimegundua hivi kwa kweli, huwezi kuwa na uoga wakati mmoja una amani. Kama utakuwa na amani, uoga hautakuwepo. Kama utakuwa na amani, wasiwasi hautakuwepo. So wakati wote unaona una wasiwasi, unasumbuka, elewa amani haiko. Ndipo sasa anawaambia msifadhaike. Anasema msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na uoga. Mgeukie mwenzako mwambie usiogope. Mwambie usifadhaike. Yesu yuko na wewe. Sikiza, amani ya Mungu ninayoongea ni amani isiyotokana na mazingira, lakini inayotokana na wewe kuwa na uhusiano na huyu Mungu. Is you to have a relationship with him. Ili uwe na amani moyoni mwako, ni lazima umjue huyu Yesu. Ni lazima utembee katika njia zake, ndiposa ukamwamini ya kwamba atakusaidia, hutamalizikia. Wakati watu watasema ya kwamba hutatoboa, lakini maadamu umemwamini Mungu na una amani, na kuambia utatoboa. Mwanadamu ni nani? Mwanadamu ni kiumbe kama wewe. Sikiza, mwanadamu atakufa kama mtu yoyote. Sijui kama unajua hata ule mchawi anaologa watu na kutesa watu, kufika siku akafa. Huyo mchawi mkubwa. Hata yule jangili hatari anayeua watu, kuna siku fika akafa. Na siku hiyo hawezi kuizuia kufa. Maana kifo is a mystery to everybody. Kifo ni siri na ni fumbo kwa kila mtu. Inatukumbusha ya kwamba kando na wewe kujiona na kujigamba na kujisikia, lakini kuna Jehova anayetawala yote, anayeamua. Unaweza kuamulia wengine, ukawakanyagia, ukawadharau,
ukawatukana, ukawasema vibaya, lakini kuna mmoja ambaye he has the final say. Kama unapiga makofi usipige. Bwana asifiwe. Mafundisho mengine ungekuwa umefundisha Ulaya hapa, watu wangekuwa wamesimama. Ukisaidika na ikiwa ni point, si unamtukuza Mungu, si unanipigia. Bwana Yesu asifiwe. So watasema kile watakachosema, lakini Mungu yeye ndio anayeshikilia uhai wa watu. Ati wamekutishia watakumaliza, sikiza yeye ni nani? Sikiza. Mungu yeye, Biblia inasema ameshikilia viuno mpaka kwa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba inuka uangaze, maana nuru yako imekuja. Alafu kuna mahali anasema ya kwamba mataifa watajilia. Watajilia nini? Nuru yako. Sikiza. Kinachowafanya waje kwako mama, si kwamba umesoma sana, si kwamba unajua kizungu, si kwamba una pesa nyingi, si kwamba wewe una akili, wewe ni mshapu sana. Nuru iliyo ndani yako, Biblia inasema nitafanya mataifa wajilie nuru yako. They will come because inside you there is light. Na kuombea mwaka huu, Mungu ainue nuru ndani yako, mataifa wakaje, mataifa wakakufuate, vitu vizuri vikakufuate because of the light in you. Kwa sababu ya nuru ndani yako, wataifuata nuru, wapende wasipende, they will come after you and they will come. Sikiza, Biblia inasema watakuja wakuulize, tuonyeshe Mungu wako. Wamekudharau, wamekusema vibaya, wameng'ang'ana na wewe, wamekushindwa, wamejua ya kwamba una kitu cha tofauti, una Mungu asiyeshindwa. Watakufuata wakwambie, tupeleke kanisani unaposhiriki, tuambie kuhusu huyu Mungu wako, maana kuna kitu tumeona kwako ambacho si cha kawaida. Mungu anafanya utofauti. Bwana asifiwe. Nataka kukuambia hivi, hatutaendelea kudharauliwa na kuonwa sisi wa maana kila siku. Muda unakuja utaonekana wa thamani wewe kwa jamii yenu. Kwa jamii yenu na kuona wewe ni bure. There will a time come, hawatafanya mkutano pasipo wewe, watakuuliza unasemaje? Maana kuna vitu watafika wakwamwe, iwe ni wewe tu unaweza kutatua. Sikiza, kumbuka story ya Daudi na Goliathi. Majeshi wenye misuli waliokuwa wameshiba, waliokuwa wameshika mizinga, walishindwa kuangusha Goliathi kwa siku 40. Wamekaa wakisikia naongea wanatoroka. Kumbe hiyo game ilikuwa si ya majeshi wa Israeli, ilikuwa imeandaliwa Daudi. There are battles in life that God will prepare only for you. Kuna vita Mungu ataviachia na tuviacha kwako wewe mwenyewe. Yeyote atakayejaribu hatoboi, ili Daudi ndani yako ainuke. Na Daudi alipotokezea, story ya Goliathi iliishia hapo. Kijana kuangusha Goliathi. Sikiza, naomba Mungu atengeneze scenario. Naomba Mungu aandae mahali pa vita, ambapo hivyo vita ni wewe tu uko na password. Yaani wengine wakienda zao hazifunguki. Amani ya Mungu inayopita ufahamu wote wa mwanadamu, amani ya Mungu inayopita ufahamu wote wa mwanadamu, utalinda moyo wako na akili yako katika Kristo Yesu. Amani inayopita nini? Ufahamu wa mwanadamu. Italinda nini? Nia yako na moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya nani? Ya Mungu. Inayopita nini? Ufahamu. Sikiza, nimekuambia minyororo kwa mikono na miguu, na umelindwa na walinzi.
na kesho unatolewa kuuawa. Lakini Biblia inasema malaika alipokuja kwenye jela alimkuta Petro akiwa amelala. Inakuwaje kwamba unaweza kulala na kesho umeambiwa unakufa? Ukiambiwa kesho utauawa mama, hapa hakuna hata usingizi, utalalia kule utakapotokezea ukiuawa. Maana tujui huyu anayekufa anasikiaje, anajishtukia tu akiangalia. Unajua kufa inakaa strange saa nyingine. Unaona ni kawaida, lakini unaangalia wale watu ulikuwa nao ni kama uongo, lakini unaona kuna watu wengine tu ukiangalia yule ni Abraham, okay. Yule ni Paulo, aya, okay. Kiangalia haya ndio una realize kumbe niko mahali kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Mungu inapita ufahamu wako wa mwanadamu. Sikiza, amani ya Mungu ni tofauti sana. Ya kwamba ndio ninaumwa, nimeomba, Mungu hajafanya, lakini kuna amani. Na maumivu pastor, lakini nina amani moyoni mwangu. That is peace. Sikiza, nikaandika message jana, nikasema sometimes you want to be in control, but amani ni kukosa ile control, lakini kumwachia control yeye. Because we don't want to lose control. Yaani tunataka kila kitu tumeshika msukani. Sasa mara nyingine hiyo shikani uko nayo, unaifanya hivi, haifanyi chochote, inazunguka tu, ukontrol. Gari linaenda kule linaenda. Amani inakutoaga katika control yako. Amani inakuja baada ya kumwambia Mungu, haya mambo kwangu ni magumu, ni mazito, lakini nakuachia wewe uniongoze, wewe ndio dereva. That is peace. Na kwamba siwezi kucontrol tena, yamenishinda, yamenilemea, Bwana niongoze. That is peace. Amen. That is what? Peace. Sema hiyo ni amani. Amen. Anasema hivi, amani hii italinda mioyo yenu na nia zenu. Sikiza, mara nyingi shetani akikuvamia, nisikize, shetani mara nyingi hutuvamia katika level ya moyo na akili. Sikiza, if you can control my mind, you can control my life. Ikiwa utatawala jinsi ninavyofikiria na kuwaza, tayari umeshanitawala katika maisha. Now, shetani mara nyingi huvamia mioyo na nia zetu. Ndiposa usumbua mioyo yetu na nia zetu. Ndiposa Biblia inasema kwamba tuangushe ngome na mawazo yaliyo kinyume na Kristo, tuyatiishe. Kumaanisha si kila unachowaza kinatokana na wewe. Habari ndio hiyo. Sikiza, kuna vitu zingine sometimes zinakuja kwa akili yako mpaka unajishaka, ni mimi? Na hii idea ilitoka wapi? Si wewe mama. Ni adui amepanda mbele. Mnasikia? Sasa anasema amani ya Mungu italinda nia na moyo wako. Kumaanisha amani ya Mungu ni kama askari. Unaporuhusu amani ya Mungu kutawala, ni kama kwamba umeweka guard. Ni kama umelinda nia yako, ya kwamba sitaki chochote kinitatize moyo wangu na akili yangu. Niko na amani, niko na assurance ya kwamba Mungu atanisaidia. Sitamalizika kwa kile ninachopitia. Mungu wangu ananipenda. Utafika mahali useme kama Ayubu, najua mtetezi wangu yu hai. Hata kama ninapitia yale ninapitia, lakini najua mtetezi wangu yuko. Nakuuliza swali, je, wewe wajua? Maana shida inatokana na wewe usipojua. Anasema najua mtetezi wangu yu hai. Napitia haya, nakaa kama nimeonewa, nachekwa, naonekana kama mimi ni mwenye dhambi, lakini najua mtetezi wangu yupo, na siku inakuja ataniondoa katika haya ninayopitia. Sikiza, usinang'ane kila mtu akuelewe mama, yale unayopitia hawawezi kukuelewa. Ni Mungu peke yake anayeelewa.
tunaweza kujua, lakini tunaweza tusikusaidie. Oh my God. Naweza nijue na sikusaidie. Kwa hivyo kujua sikusaidia. Ninaweza kutamani kukusaidia lakini sina uwezo. Sasa Mungu yeye tofauti ni kwamba he knows your life. He knows your name. He knows your trouble. He knows your suffering. He knows everything. And not only he knows, but he cares and he has the ability to help you. Ako na uwezo wa kukusaidia. Ndipo Biblia inasema Waefeso 4:20, yeye awezaye kutenda zaidi ya uwezo wetu, zaidi ya mafikira na maombi yetu, yeye ana uwezo. Sikiza, there are two things about God. Nataka nikwambie. Kuna vitu viwili vya Mungu. Kuna vitu, tabia mbili za Mungu zinazomfanya Mungu aaminike na ategemewe. There are things, two things that will make you to believe and to depend and to trust him. Kuna tabia mbili za Mungu. Number one, his integrity. God's integrity. Sio integrity, tutasema nini Kiswahili? Integrity ni nini? Integrity. Integrity ni kwamba Mungu ni kile anachosema ni vile, yani akisema amesema. Akisema ndivyo hivyo anamaanisha, haiwezi kugeuka. Kwa hivyo unamwamini na kumtegemea because he's a God of integrity. He is who he says. Maana mwanadamu atakwambia leo nakupenda sweetheart darling. Baada ya mwaka mmoja anakuita majina mabovu. Mbwea wewe, ngiri. That is not integrity. Integrity, miaka 10-20 unayokuja bado, if it was black, it's black. Hiyo ndio integrity. It was red, it is red. Integrity haibadiliki. Iko hivyo hivyo. Anachosema ndicho hicho hicho. My God. Do you know God cannot lie? Niangalieni hapa. Mnajua Mungu hawezi kudanganya? Sikiza. Unajua Mungu hawezi kudanganya kiasi gani? Hichi kiti ambacho kiko hapa mbele ni rangi gani? Blue. Sawa. Uone Mungu vile hawezi danganya. Do you know? Angalieni hapa nawapatia siri na ufunguo. Do you know, even when God says this chair is black, he has not lied. Mungu akisema hichi kiti ni kicheusi, unajua Mungu hajadanganya. Kwa sababu gani? Niulize kwa sababu ni pastor. Wakati amesema hichi kiti ni cheusi, maana adanganya. Akisema cheusi, ukikiangalia hata kisha geuka si blue tena, ni cheusi. Hivyo hajadanganya. My God. Yaani anasema vitu na anaposema vinakuwa. Akisema umepona wakati wewe ni mgonjwa, ghafla umepona. Kwa hivyo hadanganyi. Akisema ni red, kinageuka kuwa red. Ndio maana hadanganyi. Akisema umebarikiwa wakati una madeni, ndio umegeuka umebarikiwa hivyo ati. Ndio anasema wacha mnyonge aseme ana nguvu. Huyo ndio Mungu. So he can't lie, hasemangi uongo. Kwa hivyo akisema kila atakachosema tunashtuka, ndio umekuwa hivyo. Anakuja kwa Gideoni anamwambia shujaa wa Mungu. Ati shujaa? Mimi muoga natetemeka hapa. Akamwambia nenda kwa hizo nguvu zangu utakomboa wana wa Israeli. Na tunaona Gideoni alikuwa shujaa, akawakomboa wana wa Israeli. Maana Mungu akiita kitu kinakuwa hivyo. Akiita muoga mjasiri unakuwa mjasiri. Akimwita mwizi umekuwa mtakatifu unakuwa mtakatifu. He can't lie. That is the character of God. Number one, his integrity. Unaweza kuamini hiyo tabia na uhalisia wa kuwa vile anavyosema na ageuzi na chochote. Akisema amekupenda, uko wenu wote uende hata milima ya uko wenu. Wafanye uchawi wakiwa vichwa chini miguu juu. Hawatageuza Mungu kukupenda. Amen. Waende pale mahali wanue
majani waseme must go. Mungu amesema amekupenda. They must go, wao ndio watago, wewe utabaki. Hujanielewa? Wanaosema utaenda, wao ndio wataenda kuacha. Wanaosema utahama hapa Taveta, muda mfupi utashindwa, mkata imeshuka, inapandisha vitu, unasikia wanahama kwenda Kisumu. Waliosema utakaa hapa Taveta, wao ndio wataenda pa kuacha. Anaweza umetaka kwenda matembezi sawa ama umehama, lakini eti kuhamishwa na mtu, hamniondoi, sibanduki, niko hapa, siendi mahali. Ndio mtu mwambie ndio hivyo. Na mimi sifikirie tu basi mimi naenda tu nafuata upepo. Mimi si bendera nafuata upepo. Hatutahama. Nani? Muulize, rejelea tena. Hatumesema sijasikia. Utahama mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hauhami. Yeye ndio atahama. Wapendwa. Na usione ati mtu ati amejenga hawezi hama. Mungu anaweza amua ati nyumba auze. Ama akae nyumba ashindo. Hujaona watu wamejenga nyumba wameshinda kuishi ndani. Nenda Mombasa. Ziwasumbua mediwa na nyongwa mpaka nyumba nzuri. Halina mtu. Bwana asifiwe. Asifiwe. You are untouchable. You are untouchable. Wewe usiki. Biblia inasema wewe ni mboni ya jicho la Mungu. Wewe ni nani? Yaani sehemu ya jicho la nani? Hawezi guswa, maana Mungu atahakikisha kwamba uko salama. Wewe ni mboni. Sema mimi ni mboni ya jicho la Mungu. Kama vile huwezi kuninua hivi tafuta umefuka. Nataka nikwambie wewe ni mboni ya Mungu. Amen. Alafu Biblia inaendelea kusema kwamba wewe ni nyundo. Wewe ni nyundo ya Mungu. Kumaanisha Mungu anaweza kukutumia wewe kupanga watu. Amen. Na si kutwanga na magumu, nielewe. Yaani Mungu anaweza tumia wewe kama figo chapa. Wengine wakati wa adabu na wakapata elimu kupitia wewe. Wewe ni nyundo ya Bwana. Amen. Oh my God. Sikiza, mpendwa, wewe si mtu wa kubahatisha. Ndio nakwambia hivi, hayo unayopitia ni ya muda. Kuna siku utakao ushuhudia useme, wapendwa, mawimbi nimeyapitia, lakini Mungu amenipeleka hatua nyingine. Umenielewa? Maana kuna forces ambazo hazitaki ufike kule ambapo unaenda. Ukisoma hiyo hadithi ya wanafunzi kuvuka ng'ambo nyingine, utaona tu walipovuka tu ni nini kilifanyika. Wale wasoma Biblia, ni nini kilifanyika? Nini kilifanyika walipomaliza, waliposhuka wamefika Kofu? Walikutana na yule mtu ambaye kwanza ngine Sarete, huyo ambaye alikuwa ni mwenda wazimu. Wanashuka yuko hapo. Mapepo yakaanza kumuuliza, hii Yesu, umekuja kutusumbua huko, mbona umekuja kutusumbua na wakati wetu hujafika? These things was spiritual. Yalikuwa yamesense wa kwamba Yesu anakuja na wanafunzi. Ulimwengu wa kiroho wa giza ukasumbuka, ukaanza kuleta mawimbi wasifiki. Na walipoona wametoboa, wakaamua kuja wenyewe. Mbona Yesu anakuja wakati wetu hujafika? Mbona unakuja kutumaliza, unakuja kutusumbua huko? Ukisoma hadithi na hapo ufunuo, kasome Biblia. Huyu jamaa ambaye alikuja, Biblia inasema alikuwa anafungwa na machena, asingeweza kushikika. Na Biblia inasema kwamba alikaa kwenye milima. Alikaa wapi? Alikaa wapi? Nikuulize swali. Alipataje ujumbe SMS kwamba kuna wageni wanakuja huko kwa bahari? Akatoka milimani, akaja kwa ngoja katika ufuo wa bahari. Hii isipokuwa kama ulimwengu wa giza, unajua unatokelezea. Unajua you are coming now. Wanajua ndiposa wanakupinga, wanakuletea mateso, mambo yako yanaharibika. Mwaka ambao umetumaini breakthrough na mambo mazuri, ndio unakuta mambo yamekugeukia. Wanajua unatokelezea, but they can't stop you. They cannot stop you. If they could not stop Jesus, they can't stop you. Kama wakuzuia Yesu, hawatakuzuia. Hawatakuzuia na tamka hili. Kama wakumzuia mama, hata wewe utazuia. Hawataweza.
hawataweza. Hawataweza. Hawataweza. Sema hawataweza. Sema hawataweza. Sema hawataweza. Sema hawataweza. Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 15. Colossians chapter 3 verse 15. Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 15. Inasema, acha tusome ndio tuweze kuona. Wakolosai 3:15. Asante Yesu. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa kuzungumza nasi. Asante kwa kutupenda. Asante kwa kusudi lako. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante maana unatuacha. Asante kwa maana unatupenda. Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 16 inasema hivi: neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu, katika yote mkifundishana na kuonyana katika zaburi, huku mkimwambia Mungu kwa neema moyoni. Sasa Kiingereza nasema kwamba let the peace of God rule your heart. Ruhusuni neno la amani ya Mungu itawale mioyoni mwenu. Kumbe amani inaweza kuruhusiwa kutawala. The word to rule means to allow, to give opportunity, to give direction, to decide, to control. Amani ya Mungu ikuamulie. Sijui kama mnajua, niangalieni. That one of the languages of God that he uses to speak to us is peace. Lugha moja ya Mungu anayeongea na wanadamu kuhusu mapenzi yake ni amani. So peace is a language. Amani ni lugha. Amani ni lugha. Na ukiwa makini ya kusikiza na kufuatia amani ya Mungu, utajua la sawa na lisilo sawa. Na ukiangalia hata kitu kilichochemsha, ukifuatilizia, kuna amani iliondolewa, lakini ukang'ang'ana kichwa kifua. Peace is a voice. Amani ni sauti. Amani ni lugha. Amani inaweza kukupa mwelekeo. Amani inaweza kukuongoza. Peace. Linda nia yako na moyo wako, because your mind and your heart is the gateway to your life. Linda nafsi yako, linda moyo wako na mawazo yako, maana hayo ni malango ya maisha yako. Sikiza. There are gates to your spirit. Kuna malango ya kuingilia roho yako wewe, na ni kupitia mawazo. Kwa hivyo mawazo ni gate. Moyo ni gate. Linda. Ndipo sababu Biblia inasema katika Mithali, linda sana moyo wako kuliko vyote unavyolinda. Biblia hizi kuambia ulinde kitu kama akihitaji kulindwa. Mama, najua unamlinda mume wako sana, lakini Mungu akusaidie. Kuna kitu unahitaji kulinda zaidi ya mumeo. Kuna kitu unahitaji kulinda zaidi ya mkeo. Ni moyo wako. Anasema linda sana moyo wako kuliko vyote. Kwa hivyo haimaanishi, Biblia haijatukataza kulinda vitu. Inasema linda sana moyo wako kuliko vyote unavyolinda. Kumaanisha pia kuna vitu vya kulinda mwikali, lakini unapolinda vingine, number 1, linda moyo wako. Because Biblia inasema kwamba out of it issues of life come. Maisha yako yako connected na moyo wako. Chochote kinachogusa moyo wako kimegusa maisha yako. Linda moyo wako. Na mambo mengi yanapotokea dhoruba, maneno unaposemewa vibaya, ni kwamba yanatafuta moyo wako. Yanatafuta nini? Yanatafuta moyo wako. Kwa hivyo ni wewe ufanye nini? Ulinde moyo wako na maisha yako. Sikiza, tumalizie na hili andiko. Isaiah 26 mstari wa 3. Isaiah 26 mstari wa 3 inasema, he will keep you in perfect peace whose mind is stayed on him.
atampatia amani kamilifu ambayo nia yake inamtazama Kristo. He will keep you in perfect peace. Kuna amani iliyo kamilifu ambayo Mungu anaweza kukuweka kwa sababu umemtazamia yeye. Leo nataka nikupatie tumaini ya kwamba unaweza kuwa na amani katikati ya mapito ya maisha. Unaweza kuwa uelewi kwa nini umeyapitia yale umepitia, uko na maswali mengi, lakini nataka nikwambie usife moyo. Yesu anajua unachopitia. Yesu anajua jina lako. Amen. He knows my name. Anajua jina lako. Kuna majina mengine ya ndani kwa ndani hapa ya ushago hatujui, lakini Mungu anajua kwa jina lako. He knows where you are coming from. He knows hata yale majina umeniknemiwa, umepewa na watu, anajua. Yule mama wa shida, yule mama wa madeni, yule mama mchoyo, yule mama hawezi. He knows you. But we can find peace in him. Leo tunaweza kumwambia Yesu, ninapitia ninayopitia, lakini nitaamini na kupumzika kwa kile unachosema kuhusu maisha yangu, ya kwamba nitakusifu hata wakati kuna sababu ya kukusifu. Ndipo sababu Biblia inasema offer to him a sacrifice of praise. Toa dhabihu ya sifa. Sifa ikifika kuwa dhabihu, Bwana, ni wakati usikii kujisifu. Mimi sijui mshaikaa wakati hata ujisikii kumsifu. Na ndio wengine hapa tunawaona mkiwa hata kanisani mnaongozwa hapa, rukia Yesu hivi hivi Sasa mkuja kutufundisha kujifanyisha wewe mburu. Anatufanyisha mazoezi ya kurukaruka hapa. Si watu wazima Bwana. Si watu wazima Bwana. Sasa si mtu mzima, uko na shida. Amen. Umekosa sababu ya kumrukia Mungu na kumsifu Mungu. Amen. Piga makofi. Oh. Makofi utapiga wao. Umelemewa wewe. Mungu akusaidie. Piga kelele. Ni makelele ndio sipendi. Kwanza naumwa na kichwa. Mimi nimekuja kanisani mtulivu, nyumbani kwenye kukaliki, alafu piga kelele hapa. Tushiriane bwana. Ni vile wasemi mkiingoza hapa hivyo. Anamchezea bwana, mchezea bwana. Nisifu nini? Nisifu nini? Nisifu nini? Nadaiwa friji yangu inafuatwa Jumatano. Nisifu nini? Women finance wananifuata. Unapigiwa simu mpaka umedanganya, siko niko Mombasa na uko hapa hapa. Mpaka unaambia kwa jirani, ukija kifuli hayuko. Umejificha. Hauna sababu ya kusifu. Sikizi kucha nikwambie. Not every time you will praise God because of what he has done. Mara nyingine tunakosa kitu cha kumsifu Mungu, maana yale tunaona yanafanyika kwetu si mazuri. Tunaona tusifu vipi na mambo si poa. But I want to give you a secret. Si kila wakati unatakana msifu Mungu kwa yale aliyokufanyia. Sasa kuna level ya juu. Sema level ya juu. You praise God of who he is. Umsifu Mungu kwa jinsi alivyo, kwa asili yake na tabia yake. Ni kweli sina pesa, ni kweli nimekataliwa, ni kweli naongewa vibaya, ni kweli napitia kipindi kigumu, ni kweli sina sababu ya kukusifu, lakini nakusifu kwa maana wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni El Shaddai, wewe ni Jehova Shama, wewe ni Jehova Jireh, wewe ni Yahweh, wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Bwana usiozuilika. Nitakusifu maana wewe ni msaada wangu, ni wokovu wangu. Si mara yote tutasifu kwa sababu mambo yako sawa. Kama unajua mimi naongea na moyo wako. I'm trying to speak the heart of God to you. Na napenda kufundisha reality ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. But sometimes you just need to praise him because of who he is. That Bwana kweli, sometimes you need to be sincere. Nina shaka kweli.
na nakushuku. Ushaishuku Mungu? Wewe apenda mimi nishaishuku. Nyinyi hamjaishuku Mungu. Wapenda mtu sincere mimi nishaishuku Mungu. Nakushuku. Sema ule ukweli. Na ninawaza sijui kama kweli umeniita. Na sielewi ni mambo gani yanayonitokea. Lakini Mungu naomba unisaidie. Sina chochote cha kunipatia ujasiri, lakini naamini ya kwamba you've got the best interest of my life. Amen. Ya kwamba hata kama sijui mpango wako na ajenda kwangu, lakini najua ajenda yako ni nzuri. Amen. Najua wewe si Mungu mwovu. Najua usikize watu. Najua usikize majirani. Najua usikize serikali ya Kenya. Tena najua upendo wako ubadiliki. Najua upendo wako ni wa kweli. Ingawaje mambo si mazuri Mungu, lakini nitaamini upendo wako na kutegemea mpango wako. Maana unasema kwa Yeremia 11:29 mstari wa 11, na yajua mawazo ninayokuwazia ni mawazo mazuri ya kunipa mwisho mzuri. Kumaanisha yanaweza kuwa mabaya saizi, lakini mazuri yanakuja. Inawezekana watu wananiwazia mabaya, lakini wewe Yehova unaniwazia mazuri, yananitia moyo. Just talk to him as your father. Mwingine akasema unaketisha Mungu hapa, na mwambie Mungu kaa hapa. Tusemezane. Sasa unasema kwa neno lako njoo tusemezane. Nimekuja Baba. Tusemezane. Mungu si mwanadamu. Amen. Mungu si mwanadamu adanganya. Mungu, unajua mara nyingine kuna vitu Mungu amekwambia unashaka navyo, umepewa nabii kama unashindwa. Kwani ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kitendawili, si kitendawili. Bwana asifiwe. Mungu akamwambia Habakuki. Habakuki akasema atasimama kungojea na kuangalia. Mungu akamwambia ngojea. Maono yanaweza kuchelewa, lakini kwa hakika yatakuja. Amen. Inawezekana maono na matarajio yamekawia mama. Nataka nikwambie don't give up. Usichoke. Amen. Yataenda kutimia. Amen. God is the same yesterday. God is the same today. And is the same forever. Nataka kumalizia wewe ambaye unanitazama. God loves you. You can find peace in him. Amen. Najua mazingira ya kutii moyo. Watu waliokuzunguka hawakuelewi. Kuna Mungu anayekuelewa. Amen. Elewa Mungu ya kwamba anaweza kukupa furaha na matumaini ingawaje unapitia shida. Na shida si kumaanisha Mungu amekuacha. Hapana. Mungu akusaidie ya kwamba amani yako ipatikane katika yeye. Baba, nawaombea wanaotazama video hii, waguse, wasaidie mioyo yao, wapatie matumaini tena ya kukutazama wewe. Asante Yesu, kwa maana utawasaidia, wapatie amani na utulivu katikati ya storms of life. Na kubariki na kuinua kwa Kristo Yesu. Amen. Hujaokoka, unamhitaji Yesu. Yeye ni mfalme wa amani. When he lives in you, he gives you that peace. Maana anasema amani na wapeni, amani na waachilie. And Jesus wants to give you peace today when you believe in him. Omba Yesu, nisaidie, nisamehe. I'm a sinner, I need you. Come to my heart from today. I will love you, I will serve you the rest of my life. In Jesus' name I pray. Amen. Mungu akubariki, akutie nguvu. You are not dying. That problem is not destroying you. It's making you stronger. Mungu akubariki sana popote ulipo. Jina langu Mchungaji Samora Kitengi, Abundant Life Center, Taveta, Kenya. Nimefurahia kuwa na wewe. Thank you for watching me. Thank you for following. Thank you for that encouragement that you can watch this word and that God can help you. And I bless God for using me to be a vessel to reach you. God bless you, Shalom. In Jesus' name. Amen.